Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema iko mbioni kukamilisha mchakato wa kuanzisha baraza la afya ya akili. Halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera kupitia idara ya maendeleo ya jamii imewataka wanawake, vijana na makundi maalum kujitokeza kuomba mikopo ya 10%. Na zaidi ya faru 100 wameuawa na majangili nchini Afrika Kusini katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu. Habari kamili. Dodoma. Serikali imesema iko mbioni kukamilisha mchakato wa kuanzisha baraza la afya ya akili na kwa sasa wanakamilisha vitu vichache. Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel ametoa kauli hiyo leo ambapo amesema awali walikuwa na ahadi ya kuanzisha baraza hilo Mei mwaka huu, lakini kuna mambo hayajawekwa sawa. Dr. Mollel amesema hayo alipokuwa akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Iringa mjini Jessica Msambatavangu aliyeuliza kuhusu ahadi ya serikali ya kuanzisha baraza hilo ifikapo Mei mwaka huu imefikia wapi. Katika swali la msingi, Msambatavangu ameuliza lini NHIF itajumuisha huduma za afya ya akili kwenye vifurushi vya bima ya afya. Dr. Mollel amesema serikali inatambua umuhimu wa kuwepo kwa baraza hilo ambalo litasaidia katika masuala mazima ya afya ya akili. Amesema huduma za matibabu ya afya ya akili, ushauri na saha pamoja na huduma nyingine za kibingwa ikiwemo huduma za utengamao ni baadhi ya zilizoorodheshwa kama huduma muhimu za afya kwenye mwongozo wa matibabu, yani Standard Treatment Guideline STG. Biharamulo. Halmashauri ya wilaya Biharamulo mkoani Kagera kupitia idara ya maendeleo ya jamii imewataka wanawake, vijana na makundi maalum kujitokeza kuomba mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri. Afisa mikopo idara ya maendeleo ya jamii wilaya Biharamulo Bwana Dara Sila amesema hayo wakati akitoa elimu juu ya umuhimu wa vijana, wanawake na wenye ulemavu kujikwamua na umaskini. Amesema kabla vijana, wanawake na wenye ulemavu kuchukua mikopo kwa ajili ya kuendeleza maisha yao, ni muhimu kufanya kazi kwa kujituma ili kutimiza malengo yao. Fedha zinazotolewa na halmashauri chini ya sheria ya fedha za serikali za mitaa inahitaji kikundi kikopeshwe kwa ajili ya shughuli za kikundi, isipokuwa kwa wale watu wenye ulemavu ambao walikuwa wanaweza akasimama mtu mmoja kwa ajili ya shughuli zake binafsi. Chachu ya mafanikio kwenu, yawe chachu ya maendeleo kwenu, lakini mwewe na msingi wa kujituma. Sawa? Kila mmoja ajitume kwenye kuwekeza, ajitume kwenye kuzalisha ili tuweze kufikia maendeleo endelevu yaliyokusudiwa na serikali kwetu. Ninaona kundi kubwa liloko ni kundi la kina mama, lakini makusudio sio kundi la kina mama tu. Vijana pia kwenye kundi hili mpo, msipate shaka mnapoona wingi wa kina mama mkaogopa. Baadhi ya wanawake waliohudhuria mafunzo hayo akiwemo Bi Happiness Emmanuel na Jasmine Yona wamesema maafisa maendeleo ya jamii wanatakiwa kuendelea kutoa elimu kwa wanawake na vijana hasa wa vijijini ili waweze kunufaika na fursa zinazotolewa na serikali. Dodoma. Jumla ya mifugo milioni 76,423 mifugo milioni 76,423,400 inatarajiwa kuchanjwa kitaifa kupitia kampeni ya chanjo ya mifugo itakayoendeshwa mwezi huu wa Mei hadi Juni mwaka huu. Taarifa hiyo imetolewa jana na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Ashatu Kijaji alipokuwa akiwasilisha mafanikio ya wizara hiyo katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 kwa waandishi wa habari mkoani Dodoma. Waziri Kijaji amesema kampeni hiyo inalenga kuifanya Tanzania kutimiza matakwa ya shirika la afya la wanyama duniani WOAH, shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa FAO, pamoja na shirika la biashara duniani WTO ili kuruhusu biashara huru ya mifugo na mazao yake katika soko la kikanda na kimataifa.
amesema serikali imenunua dozi itakayotosheleza kuchanja homa ya mapafu ya ng'ombe, chanjo ya homa ya ugonjwa wa sotoka kwa ajili ya mbuzi na kondoo, huku kuku asili milioni 40 wakitarajiwa kuchanjwa dhidi ya ugonjwa wa kideri au mdondo na mafua ya kuku pamoja na ndui. Chato. Uongozi wa kata ya Buseresere wilayani Chato mkoani Geita umesema kuwa wamepokea shilingi milioni 900 kwa ajili ya kutatua changamoto ya ubovu wa visima vya maji na madaraja katani humo. Diwani wa kata ya Buseresere Bwana Godfrey Miti amesema baadhi ya vijiji katika kata hiyo vinategemea huduma ya maji katika visima ambavyo vimeharibika kutokana na sababu za kimazingira na kwamba fedha hizo zinaenda kutatua kero ya maji moja kwa moja. Amesema kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za vijiji, baadhi ya visima tayari vimekarabatiwa na wananchi wameanza kupata huduma ya maji, huku baadhi ya barabara zilizokuwa zimekatika zikijengwa. Maji kila maeneo. Tumeona mradi mwingine huko Imwelo ambao serikali imepeleka zaidi ya milioni 400. Tumechimba kisima kirefu na leo tuko kwenye hatua za usambazaji na mradi umekamilika. Tumejengewa daraja la Maweni, tumejengewa daraja la Imwelo Mlanda, madaraja ambayo yamechukua karibu milioni 500. Halmashauri imechangia kidogo sana. Ni serikali kuu pamoja na wananchi walioko kwenye kata ya Buseresere. Nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wananchi wangu kata ya Buseresere kwa namna ya pekee sana ambavyo wanajitolea katika miradi. Kila mradi ulioko kwenye kata ya Buseresere, wananchi wameshiriki nguvu zao. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Imwelo kata ya Buseresere akiwemo Bwana Hezroni Matayo, Bundara Selemani na Pascal Francisco wamepongeza serikali na kuomba uongozi wa kata hiyo kuimarisha usimamizi wa matumizi ya fedha hizo ili changamoto zilizolengwa zitatuliwe kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Pretoria. Waziri wa mazingira wa nchini Afrika Kusini, Dion George, amesema zaidi ya faru 100 wameuawa na majangili nchini humo katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu. Bwana George amesema kuwa kati ya faru 103 waliouawa kati ya Januari mosi na Machi 31, 65 waliuawa katika hifadhi za taifa na kudhihirisha vita inayoendelea ili kulinda moja ya spichi bora zilizohatalini kutoweka. Afrika Kusini ina idadi kubwa zaidi ya faru duniani, ikikadiriwa kuwa na kati ya faru 16,000 hadi 18,000 wakiwemo faru weupe na weusi. Washington. Marekani na waasi wa Houthi wa nchini Yemen wamefikia makubaliano ya kusitisha kushambuliana. Tangazo la kufikiwa makubaliano hayo limetolewa na wapatanishi wa Oman walioongoza juhudi za siku kadhaa za kidiplomasia. Hayo ni kwa masharti kwamba waasi hao wataacha kuzilenga meli za biashara kwenye ujia muhimu kimataifa unaokatisha bahari Nyekundu. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Rais Donald Trump wa Marekani alisema nchi yake itasitisha kuwashambulia waasi wa Houthi baada ya kundi hilo kuridhia kutozigia tena meli za mizigo. Kwa karibu wiki 7 zilizopita, Washington imekuwa inafanya mashambulizi makali dhidi ya Wahouthi ndani ya Yemen ambayo yamesababisha vifo vya watu 300. Hata hivyo, viongozi wa Wahouthi wamesema pamoja na makubaliano hayo na Marekani, kundi hilo halitasitisha mashambulizi yake yanayoilenga moja kwa moja Israel. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Serikali imesema iko mbioni kukamilisha mchakato wa kuanzisha baraza la afya ya akili. Halmashauri ya wilaya Biharamulo mkoani Kagera kupitia idara ya maendeleo ya jamii imewataka wanawake, vijana na makundi maalum kujitokeza kuomba mikopo ya 10%. Na zaidi ya faru 100 wameuawa na majangili nchini Afrika Kusini katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu. Wazua. Msikilizaji, jamii inayoogopa lawama inafidia katika kuwekeza kwenye unafiki. Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii
Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.